Ya mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ebane, hii ni KC1 moja kwa moja, na leo tunakuletea mambo ya uchaguzi wa DRC ambao kwa sasa umendirimba, na mpaka sasa matokeo yamezidi kukusanywa, na matokeo ambayo yako awali kabisa, Bwana Tshisekedi amezidi kushika nafasi kubwa zaidi ya Katumbi Chapwe. Ebane, wapi ambapo tumekwenda kuona matokeo mbalimbali yakiendelea kukusanywa, na utakwenda kuhudhuria uangalie jinsi gani alivyoingia rais Bwana Tshisekedi Chilombo, na ambaye anaitwa kwa almaarufu Fashi bientôt, na anaitwa Moise Katumbi, na gisi alivyoingia kwenda kupiga kura. Na hii ni uchaguzi ambao uko wa kipekee pale DRC, ambao umefanyika wa kipekee kabisa, kwani umefanywa na Wakongo wenyewe, tena kwa usalama mzuri kabisa. Licha ya sekeseke na matukio ambayo yamekwenda kutokea, lakini mpaka sasa tambua kwamba uchaguzi wa DRC umekuwa ni mmoja kati ya uchaguzi bora kufanyika pale DRC, kwa sababu vitu ambavyo vimepitikana pale na kura mbalimbali na matokeo ambayo yameendelea kukusanywa. Yapo matokeo ambayo yamekusanywa Katumbi akiwa ameshikilia nafasi, na hapo mengine matokeo ambayo yamekusanywa Tshisekedi amezidi nafasi, na hao ndio wagombea wawili wakubwa ambao walikuwa ni bora zaidi na zaidi. Hebu fuata mapokezi ya rais akiwa ametua, Bwana Antoine Tshisekedi Felix Chilombo. Huyo ndiye Fashi bientôt kama vile watu wanavyomuita. Amefanya makubwa sasa hivi, amegeuza nchi na kuweka katika nchi inaingia katika mikono ya Wakongo, na hizo ni mojawapo ya mbinu ambayo amekwenda kuzifanya. Nitakwambia kampeni alizozifanya Bwana Tshisekedi akiwa iko na hutubia watu wake, utakwenda kujua makubwa alikwenda kuyafanya Tshisekedi na kuambia watu wake, angalieni mnapokwenda. Na amefanya kampeni, na katika misemo yake ambayo amekwenda kuifanya Bwana Tshisekedi katika kampeni zake, aliambia Wakongo hivi kwamba kaeni makini, msiwape watu ni watu inchi, kwani kuna watu ambao kwa ajili ya maslahi yao makubwa. Licha ya watu kujipendekeza kwamba tutafanya hivi na hivi na hivi makubwa, tuwapeni hivi, lakini kaeni makini. Na kitu hicho ambacho ndio moja madhubuti ya kuwaweka Wakongo, nao walikuwa makini na wakamsikiliza. Kweli kuna watu wako katika maslahi yao. Unasemaje wewe kama vile mtazamaji? Anayekuja hapa kwa sasa ni mgombea wa pili ambaye ni tishio, na ni mtu mwenye kukusanya kijiji cha watu, anaitwa Moise Katumbi Chapwe. Huyu ni mzaliwa wapi? Mzaliwa wa DRC, mwenye asili ya wapi? Ya Uitaliano, asili la chimbuko la Uyahudi. Ebane, jamaa yupo vizuri sana kipesa, naye ameingia kama kawaida. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin.
Na moja kati ya matokeo ambayo amekuja kutolewa kwa sasa Bwana Tshisekedi, l'attente des premiers résultats de la présidentielle a commencé vendredi en République démocratique du Congo après des élections organisées dans une grande confusion, mais considérées comme globalement réussies par les autorités. La mission d'observation du Centre Carter semblait s'être alignée sur la déclaration du gouvernement. Les 20 et 21 décembre 2023, les observateurs du Centre Carter, déployés dans 11 provinces et à Kinshasa, ont évalué que les opérations de vote s'étaient déroulées relativement bien dans 88 des 109 bureaux de vote visités. Même si certains de ces bureaux de vote ont ouvert plusieurs heures après l'heure prévue d'ouverture. Le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui ont dénoncé le chaos et les irrégularités ayant entaché, selon eux, ces élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. En outre, le déroulement du vote a été évalué négativement dans 21 bureaux de vote, avec de graves irrégularités, observées dans plusieurs d'entre eux. Ces données représentent une image limitée des processus du jour des élections et ne doivent pas nécessairement être considérées comme représentatives de l'ensemble du pays. De leur côté, les observateurs de l'Union africaine ont estimé que ces élections s'étaient déroulées dans une atmosphère relativement calme. Le gouvernement avait reconnu au soir du premier jour de vote le retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux. Moja kwa moja mgombea huyu ni Katumbi Chapwe na Tshisekedi. Hawa ndio wamekuwa wagombea wawili ambao ni tishio. Yupo namba 3 na namba 20. Tshisekedi Chilombo, rais ambaye kwa sasa anashikilia madaraka. Na huyu mtu amepiga fora kubwa sana katika nchi na amefanya makubwa na mambo ambayo ameyafanya, kwani amekuta Kongo ikiwa haina pesa yoyote ile kwenye akaunti. Bwana Joseph Kabila ndiye mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuimiliki nchi na akaweka nchi kama vile ya kwake. Na kitu kizuri ambacho wa Kongo wamekwenda kukifanya, ukiangalia hata nani mbalimbali, Katumbi amepiga fora sehemu fulani, Tshisekedi na vile vile amepiga fora sehemu fulani. Hayo ni matokeo ambayo yanaendelea kukusanywa na kuiweka nchi kuwa katika mazingira mazuri, na ni uchaguzi ambao haujawahi kutokea nchini. Ina maana kwamba Kongo imefanya uchaguzi wa kipekee. Kwanza umesimamiwa na Wakongo wenyewe. Pili, umefanyika kwa amani nzuri, kwa kutegemea pesa za Wakongomani bila kutegemea misaada toka nje. Pili, tatu, ilikuwa ni uchaguzi ambao uko wazi, uko huru, wananchi walijisikia kupiga kura kwa yule wanayemtaka yeye. Nne, ni uchaguzi ambao hakukuwa na matusi kwa wagombea. Tumeshuhudia nchi nyingi za Afrika lazima kuwepo matusi mengi, kashfa nyingi sana, lakini kila mtu alikuwa na kauli mbiu yake kwamba mkinichagua mimi nitaiweka nchi kuwa imara, nitaiweka nchi kuipa mabarabara na vitu vingine, nchi nitaiweka kuwa kama vile Ulaya. Pia vile vile ni nchi ya kwanza, ni uchaguzi wa kwanza na Wakongo wa nje wamefanya, nchi 5 wamefanya uchaguzi wakiwa nje ya nchi yao, kitu ambacho kilikuwa kijapatikana. Kipi kimekuja? Hii inakwenda kuonyesha kwamba Kongo imeanza kuimarika. Kongo imepata mkongo mwenye ukweli na mwenye kuweka nchi yake, kuitakia nchi yake mazuri. DRC ni nchi ambayo ina nafasi kubwa sana ya nafaka, vitu vingi, nchi yenye thamani kubwa, na ni nchi ya kwanza kupiganishwa. Ukiangalia Katumbi, ukimwangalia Fayulu, ni mabilionea, wana pesa za kutupa. Hawa wa jamaa wanamiliki asilimia kubwa ya ardhi ya Kongo kiuchumi. Hawa majamaa wanamiliki asilimia kubwa ya mali ndani ya nchi ya Kongo, wamewekeza sana. Pia vile vile Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye ni msomi, alisomea zake Ulaya huko kama kawaida Ubelgiji, na ni mtu ambaye alipata nafasi hii kama vile ngekewa, na alivyoipata nafasi hii akasema kwamba nafasi hii nitaitumikia vyema kwa Wakongo wote. Na leo hii Fashi bientôt amekuja na mifumo ya kipekee. Kwanza amezidi kupiganisha uasi. Pili, kuwavunja Wanyarwanda wale wanaojiita kwamba ni Watusi aidha ni Wakongo, kawavunja na nafasi kubwa ambao Joseph Kabila yeye alikuwa ameweka sana, focus kubwa yake ilikuwa ni alikuwa amesimamia sana katika kuwajaza watu ambao kwa tabaka lingine kama wanavyoongea. Na hapa ndio seni wanakwenda kukagua kura mbalimbali na matokeo mbalimbali. Ukiangalia ni uchaguzi ambao umepigwa na vijana wadogo kabisa, wabichi ambao wamesimamia.
uchaguzi huu. Na bwana Fashi kweli amepiga fora kubwa sana, acha muite Fashi bientôt kama kawaida yake. Bwana Tshisekedi amewakosha Wakongo walioko nje, kawapa nafasi na wanaweza wakachagua yule wanayemtaka bila kulazimishwa. Na yeye ndiye alikuwa wa kwanza kupiga kura nyingi, kupata kura nyingi nje. Amepata kura nyingi sana alipokuwa yuko nje. Yaani kura za nchi za wananchi wote wa Kongo walioko nje, bwana Tshisekedi Chilombo ndiye amezipata. Hebu angalia kisi gani wananchi walivyokuwa wakimiminika maeneo mbalimbali, Bunya, Butembo, akiwa ni maeneo ya Kinshasa, akiwa ni maeneo ya Uvira, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Kalemi. Hayo yote ni maeneo mbalimbali, Kasai zote mbili, walimiminika na kujitokeza kupiga kura. Lengo na mazumuni ni kuhakikisha nchi yao imeingia kwenye amani na inaongozwa na kiongozi mwenye uweledi, kiongozi mwenye kuipenda nchi na Kongo halisi. Ndizo kauli alizokwenda kuongea. Watu wakiwa wamejikusanya kwenye makanisa mbalimbali, watu wakiwa wamejikusanya kwenye mashule mbalimbali, na huyo ndiye Fashi bientôt kama kawaida. Anaitwa Felix Tshisekedi, rais mtarajiwa kwa sasa. Huyu anaonekana ni 100% yeye ndiye rais ambaye anategemewa muda wote. Na mshindi wake wa pili ambaye alikuwa ni focus kubwa sana, alikuwa kimsumbua, ni bwana Katumbi Chapwe. Huyu ni billionaire. Huwezi ukamuita millionaire, maana anavyovifanya ni zaidi ya millionaire. Bane, usisahau kusubscribe channel yako ya KC1 ambao muda wote inakuletea matukio mbalimbali ya Kongo. Hapa ndipo utakwenda kujua Kongo inamiliki trilioni ngapi za dhahabu, thamani ya dola za Kimarekani. Utakwenda kujua Kongo ni ya ngapi ulimwenguni kuwa na thamani kubwa ya misitu. Utakwenda kujua Kongo ikoje kwenye ulimwengu huu. Felix Tshisekedi na Katumbi Chapwe wamepiga fora katika hatua ya kwanza ya uchaguzi. Uchaguzi mzuri sana ambao hujaleta makubwa, ambao umeufanya PPRD kuzima kabisa. Bwana Fashi amefanya makubwa. PPRD, chama cha rais mtawala Joseph Kabila ambaye tawala nchi miaka 18, kwa sasa ina nafasi. Ni subscribe na kucomment. Asante.